somo nafasi ya mwanamke. Biblia inamtafsiri mwanamke kama kanisa. Inamtafsiri mwanamke kama huduma. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo Mungu alimuumba Adamu. Baada ya kumuumba Adamu, akamtoa Eva katika ubavu wa Adamu. Bwana Mungu akasema si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Manake Adamu alipoumbwa alikuwa peke yake. Manake kuna mambo ambayo hayakuwa sawa kwa Adamu, kwa manake kwa kukamilika kwa Adamu. Kwa alitakiwa katika vitu vingine vya kuweza kuvikamilisha, alitakiwa apate msaidizi ili aweze kujumuika pamoja katika kuhakikisha lile kusudi la Mungu linatimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema, Bwana Mungu akasema si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza toka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina aliloliita Adamu ikawa ndiyo jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwitu. Lakini hakuona wa kumsaidia Adamu kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliona maana kuna sehemu Adamu huyo anapelea ama anakuwa hakamiliki pasina kuwepo kwa mwanamke. Kwa alitafuta mtu ambaye anaweza akasaidizana naye. Licha kama Mungu aliumba viumbe wengi sana, wale viumbe ambao ni wanyama, ndege wa mwituni, lakini bado hakuona kufanana naye. Kila mnyama anatazama, huyu mwenzangu mimi anapaa, huyu mwenzangu mimi anatembea hivi, huyu mwingine anakimbia, yani huyu ana masharubu haya, anaona basi yeye kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Ila kila mnyama yeye ndo alimpa jina. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akamtoa ubavu wake mmoja, akamfunika nyama mahali pake. Na ule ubavu ulioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Manake mwanamke ametoka katika ubavu wa mwanaume ambaye ni Adamu. Na neno mwanamke limetoka kwa Adamu, sio kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Adamu ndo kamuita mwanamke. Tunaona kumbe. Akamfanyizia kutoka ubavuni mwake, manake ili akamilike mwanaume inampasa awepo mwanamke. Manake hapo mwanzo alikuwa hajakamilika vizuri Adamu. Ndio maana akaamua kuona Adamu bado hatoshelezi, nitamfanyia msaidizi wa kuweza kusaidizana naye ambaye ni nani? Mwanamke. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Kwa maana neno mwanamke limetoka kwa Adamu. Adamu akasema sasa huyu ataitwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ametwaliwa kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha babaye na mamaye, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Manake ili mwanaume aweze kukamilika yampasa awe na mwanamke. Kwa nini imeandikwa hapa atamwacha baba yake, atamwacha mama yake na ataambatana na mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Manake utakapokuwa kwa wale ambao wamepata nafasi ya kuoa, manake watu kwa wale walioa wote, manake wazazi nafasi yao inakuwa ni ndogo kuliko nafasi ambayo utampa mkeo. Kuna mtu mmoja akaniuliza trick fulani, akaniuliza hivi, mfano una gari, alafu ile gari siti ile ya mbele atakaa mama yako ama atakaa mkeo? Si mna gari na siti za mbele na siti za nyuma. Ile siti ya mbele yupo mama yako, yupo na mkeo. Utamwambia nani ambaye ataweza kukaa pembezoni na wewe pale? Umeelewa? Kwa sababu
Mwanamke ametoka kwenye ubavu wa nani? Naye mtakuwa mwili mmoja. Kwa kwenye gari, kwa maana wewe unavokaa na mwenzio hivi, maana yake mke ashapewa thamani kubwa. Utamwacha babako, utamwacha mamako na utambatana nani? Na mkeo. Sasa kuta mwingine, mama yangu, utampachana baba yako, utamwacha mama yako, utambatana nani? Na mkeo. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tuweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msile, wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika utakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Bwana asifiwe. Kumbuka ya kwamba huu mti ulikuwepo kabla ya ujio wa Eva. Manake Eva yeye au wanamuitaje Hawa, yeye alikuja kaukuta huu mti, kwa akapewa masharti ambayo Mungu alishayatoa. Ya kwamba Bwana, huu mti tusiule. Kwa maana hiyo mpaka Eva anakutana na shetani, manake Adamu alikuwa wapi? Manake hawakuwa na Adamu. Manake kuna utengano hapa ulitokea. Bwana Yesu asifiwe. Na imekuwaje mpaka Eva imekuwa rahisi sana kurubunika yeye, na kati huyo nyoka alikuwepo wakati wa Adam? Kwa sababu nyoka alikuwepo kipindi cha Adam kabla hajaja Eva. Mbona kumrubuni Adam? Akasubiri Eva alipokuja sasa ndo kamrubuni Eva. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sababu zinatajwa hapa chini. Kwa nini? Zinaelezwa hapa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hutakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku utakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ashasahau kwamba wao wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Ashasahau. Na huenda huyu mwanamke alikuwa kila siku anaenda kutazama ule mti. Hivi kwani tusile? Nishaje nikaandaa siku moja kule nipo Kidimu, nimekaa na mama kama si chini ya 5 hivi. Kila mama nikutana naye namuuliza, mama samani leo mume naye, hivi mume akija pale nyumbani kwa baba nasikia unataka chote kula, lakini iki usiguse. Akasema siwezi. Wote watano kusema tu lazima tutagusa. Kwa nini? Hicho ambacho kikatokea. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti, sasa kosa linaanzia hapa. Mwanamke alipoona ule mti wafaa kwa chakula, ikamuingia tamaa. Kwa utafaa na Mungu. Kwa nini anasema tusile? Bwana asifiwe. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akatoa katika matunda yale akala, akampa na mumewe akala. Ili tendo alikuwa la siku moja. Kwa maana hiyo alipokula, sasa kuna watu wengine habari lile tunda alilokula ndio akalimega, akamfuata na Adamu akamlisha hilo tunda naye akamega. Manake huenda Adamu ilimchukua muda katika kupokea hiki kitu, kwa sababu yeye tayari anatambua ya kwamba tumeshaambiwa tusile. Manake kuna nguvu kubwa huenda mwanamke alitumia kuhakikisha Adamu anakula. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akawaita Adamu, akamwambia uko wapi? Akasema nasikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti uliyokuagiza usile? Bwana asifiwe. Mungu anamkumbusha Adamu, wewe ni nani amekwambia wewe uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuambia usile? Maana Adamu anakumbushwa majukumu yake aliyopewa katika bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe. Majukumu Adamu anakumbushwa na Mungu. Si nilikwambia usile? Je, umekula? Adamu sasa majukumu yale anaona mazito, anamtupia mwenzie. Anasemaje?
Bwana Mungu asiwaone. Akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa yu uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usile? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Kumbuka Adamu alikuwa mpweke mwanzoni. Bwana asifiwe. Alipokuwa mpweke, Mungu akamfanyia mwanamke na akasifu pale mwanzoni, hakika huyu ni mifupa na mifupa yangu, ni nyama. Alisifu pale. Leo tena anamgeuka huyu mwanamke, anasema si huyu mwanamke uliyenipa. Anasahau kwamba Mungu alimfanyizia huyo kwa sababu yake yeye, kwa sababu hado alikuwa toshelezi. Leo tena amlaumu Mungu hapa, si huyu uliyenipa. Na hiyo hali mpaka leo wanaume wanatuhukumu sana kujua kwamba tunakosea. Ndio najua kabisa sisi tunahukumu sana kujua kwamba tumekosea. Sisi huwa tunaona tu wanawake wamekosea wao. Sisi huwa tuko right. Kila jambo lakini huwa tunakosea. Na kama tutakosea tunataka kukosea tuteke vizuri ili ionekane kama tulikuwa sahihi. Sio mwanamke yeye. Mwanamke baada ya kuona nyumba bovu sasa umwangukia. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hilo? Akamwambia mwanamke, nini hilo nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alidanganya nikala. Bwana asifiwe. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na utakula siku zote za maisha yako. Bwana asifiwe. Anguko la kwanza la mwanaume linaonekana katika bustani ya Edeni, na kama mwanamke anaangusha. Bwana asifiwe. Na mpaka mwanamke anatokea katika kuliangusha katika bustani ya Edeni, maana yake ni kwamba tayari kuna utengano kati ya mwanaume na mwanamke. Kulikuwa kuna distance ambayo imewekwa. Maana yake huyu mwanamke yeye alikuwa tayari yuko mbali na mumewe Adam. Ikawa rahisi kukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke akichukua nafasi aliyonayo ya kama msaidizi wa mumewe, ni moja kati ya mtu ambaye ana huduma kubwa zaidi. Adam anakumbusha wajibu wake aliokuwa nao, na Eva anakumbushwa agano lake na Mungu ya kwamba yeye atakuwa ni nani? Msaidizi. Sasa inakuwaje wewe msaidizi ndio umekuwa kikwazo cha kusababisha hili jambo limeanguka? Nafasi ya mwanamke. Zipo familia nyingi zimeanguka kwa sababu ya nimesikia, nimeambiwa, nimeona, nimesikia tetesi za fulani, yule fulani wako mwanamke amesikia. Lakini tunasahau ya kwamba mpaka umeamua kuwa ndani kwa huyo mumeo, maana yake walikopo maelfu na maelfu na maelfu kakuthamini kwa kiwango kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kakupa nafasi kubwa sana mpaka umekuwa wake. Kwa hiyo ukiona kuna vitu ambavyo hivyo vinaweza kuashiria watu wengine wanapandikiza ili kutokuona amani inaendelea kwenu, muulize Mungu sana. Bwana asipolinda mji alindao kesha afanya kazi bure. Maana yake huwezi kukaa na mgaidi mumeo, umerudi, umeenda wapi? Umeenda wapi? Umeenda wapi? Mwambie Bwana, naomba uwe ndo mlinzi kwake. Uwe ndo kiongozi wake, muonekanie. Ngalikuwa tunaishi katika dunia ambayo ina tamaa nyingi na visa vingi, lakini unamuombea sana mumeo kwa sababu mwanamke ni mlinzi wa mumeo. Tutajua kusoma huko. Maana yake itakiwa amlinde yule mumeo kwa sababu mume amebeba kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mithali sura ya 14 mstari wa kwanza inasemaje? Mwanamke pumbavu hubomoa nyumba yake. Kwa nini? Kwa mikono yake mwenyewe. Si ndio? Pumbavu ni mtu ambaye hataki hata kushauriwa. Hataki. Anasemaje? Kila mwanamke anasemaje? Anasema kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kila mwanamke aliye na hekima. Kikubwa ambacho wanawake wanashindwa ni hekima. Hekima ya uwasilishaji wako, hoja zako kwa mwenza wako, kwa jamii yako, kwa watu tofauti. Kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba, huijenga kanisa, huijenga
taifa, huijenga dunia. Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ndio nguzo kubwa sana katika uwasilishaji wa hoja zako. Mumeo kweli amekukwaza, mumeo kweli kuna namna ameteleza, unavyomuendea kwa hekima, hata yeye binafsi anajiona ni mwenye hatia. Katika kanisa, unaona mwenzangu hapa ameteleza kidogo, unavyomuendea kwa hekima, anaona hakika hapa kweli nastahili kuhukumiwa. Hekima. Wakina Esther mnaowaona wale, nitakuja kuwazungumza mbele, walienda kwa hekima sana kwa ule mfalme, ikawa rahisi mfalme kuwasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfalme kwa mwana, lakini kwa kipindi hicho angalia Esther ambaye wanawake ambao walikuwa wachukuliwa kwa thamani kubwa, lakini angalia Esther alivyokuwa na ujasiri, akaenda kuzungumza na mfalme kwa hekima kubwa, na mfalme akamsikiliza hoja zake, akaona zina mashiko. Lakini inatoka hekima kwa sababu ya mapokeo ya na mimi naweza nikakaa nafasi ulio nayo wewe, na naweza nikafanya kama wewe. Nafasi ya mwanamke ni kubwa. Mwanamke ni kanisa, mwanamke ni nyumba. Nasema mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake mwenyewe. Manake mwanamke, sijawahi kuona hata siku moja mwanaume anapewa talaka, ila anasikia tu mwanamke anapewa. Kwa nini? Ndoa ina thamani kubwa sana kwa mwanamke endapo atajua. Wanaume wengi thamani yao kubwa huwa ni kwa watoto. Wanaume akiwa amepata mtoto, kwake thamani imekuwa nzito sana. Lakini mwanamke anapoona amepata ndoa, ni thamani kubwa sana kwake. Maana yake inapaswa kubwa kuilinda sana familia yako au ndoa ulionayo. Mwanamke. Na ndio ambaye anatakiwa kulijenga kanisa na kulisimamisha, ni mwanamke. Jana alikuja, tulikuwa tumetembelewa pale na Nanelio pale na mtumishi mmoja kutokea Kificha Mazi. Walikuja pale kututembelea. Wakija kila mmoja pale akazungumza hoja tofauti, lakini ilipofika nafasi ya yule mama, alizungumza kitu kibaya. Sema katika kanisa wanawake wanakuwa na maneno mengi sana. Kitu ambacho kinaharibu huduma ya kanisa, umbea, usengenyaji, maneno na kile. Kitu ambacho kinaweza kukaharibu huduma ya kanisa. Kwa sababu walipo wanawake, maana yake kuna watoto watasogea hapo. Maana yake baba atavutika baada ya kumwona kama watoto wanaenda kule, mama anaenda kule na baba naye atatamani kuja. Hilo kanisa kuna nini? Kwa sababu ataona mkewe tayari kuna namna amesimama. Atakapoona watoto nao namna amesimama, lazima ataanza kuona na baba naye atashushika. Kwani baba anaenda kule na mimi kuna nini kule? Lakini asiposimama katika msingi wake na akapotea, ni nafasi kubwa sana yeye kumwangusha mumewe. Na adui anatumia mwanamke kwa sababu anajua mwanaume ni soldi, mgumu kidogo, nikiamua kupita pale nitapigwa. Kwa napita huko kwa mwanamke huko, najua nitampa maneno fulani laini, atanielewa, nitapata anachokihitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Yeremia 31 mstari wa 22. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma kwa mstari wa mtakatifu. Hata lini mtatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mumewe. Mwanamke atamlinda mumewe. Sio mwanaume atamlinda mkewe, mwanamke atamlinda mumewe. Kwa nini mume alindwe? Kwa sababu mume amebeba cha Mungu, amebeba kusudi la Mungu limo ndani yake. Kwa hiyo anatakiwa alindwe ili kile cha Mungu kikafanye kazi vizuri. Manake wewe umefanyika kama msaidizi, manake unasaidia lile kusudi la Mungu liweze kutimia ambalo Mungu ameweka ndani ya mwanaume. Sizungumzi tu na wanandoa, nazungumza pia hata katika kanisa. Wanaume wamepewa jukumu kubwa sana katika huduma. Kwa maana hiyo katika lile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwa hawa vijana, unatakiwa uliwezeshe lile kusudi kutimia, kumwezesha, lakini usiwe kwazo bali umlinde ili lile kusudi la Mungu litimie. Unamlinda kwa nini? Unamlinda kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unamlinda kwa maombi. Kama hivyo watumishi wa Bwana hapa wanapokuwa madhabahuni, manake wanawake sasa ndio pipani kana nikamwambia kule wakina mama mjiorganize, mpate nafasi ambayo mtapata, mje mfanye maombi. Kama mtapata nafasi huku sawa, kama kule angalau mara moja kwa wiki mnapoombea hao watendakazi wa Bwana. Mungu awawezeshe na awalinde na awatie nguvu. Pia katika huduma kuna ups and downs, kwa awatie nguvu Bwana, awawezeshe katika kusudi ambalo Bwana ameweka ndani yao litimie. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiona mwanaume amepotea katika hali ambayo sio sahihi, maana yake kuna namna ambayo
mwanamke hakusimama katika nafasi yake. Kama ukusimama mwanamke katika nafasi yako, lazima huyu mwanamume atapotea katika nafasi ambayo sio. Na ndio maana mnaona kapewa talaka mwanamke. Hauwezi kuwa na mwanaume kapewa talaka, anapewa talaka mwanamke. Maana umeshindwa kuichunga ndoa yako. Sasa umerudishwa ulipo. Maana umeshindwa kujisimamia, umeshindwa kuitunza kanisa. Maana leo limevurugika. Mwanamke akishaingiza tu mwanamke fitina katika kanisa, limevurugika. Hajalishi huyo mtumishi ana nguvu gani kiroho, lakini kama ataingiza fitina na faraka na magomvi, atalivuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Neno la Bwana linasema, kadhalika ninyi wake, sio ninyi wake, watini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno. Si umeeleka hapa, naomba nirudie ili watu mnielewe. Kadhalika ninyi wake, watini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao. Yaani wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao. Maana yake hao wanaume wavutwe kutokana na mwenendo wa mke ambao anaishi. Kama mke atasimama, maana yake ni rahisi huyu mume kuja. Pasipo lile neno, wakitazama mwenendo wenu safi na wahofu, kujipamba kwenu wanawake, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele. Kuna mtu mmoja nikutana naye akaniambia, sasa wewe mtumishi, wanawake tumepata tujipambe, tujirembe, nataka nibaki vivi kama dume bwana, lazima nike kidogo nywele, nisuke ninyoe kama wewe unavyonyoa hivyo levo, na mimi nitaonekana na sura gani? Na sura ya ovyo. Kwa ndio nisuke, ngambia neno la Bwana linasemaje? Na nashukuru jana tulipotembelewa pia na yule mtumishi aligusia hili swala, akasema ya kwamba kusuka nywele pia haitakiwi. Na hapo maandiko mengi tu, na aligusia hili swala la Petro, hii kitabu cha Petro, kwamba haipasi mwanamke kusuka nywele. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nywele mnazotaka ni za bandia. Nazungumza na watu wote duniani wanisikia kwamba bangili, hereni, mikufu, vikuku ni machukizo kwa Bwana. Haikupasi wewe mwanamke kuviweka hivyo vitu kwenye mwili wako. Ni kweli nchi na vyote vijazavyo ni mali yake Bwana. Dhahabu na fedha ni kweli ni za kwake, na ndizo ambazo zinatengeneza hizo thamani. Lakini asilimia kubwa ya products zote tunazozitumia duniani kaziteka Lucifer, Ibilisi, Shetani. Mungu yeye angejua kwamba unahitajika nywele za kulala, za kuchana, za mtindo fulani, angekuumba nazo. Na kuvaliwa mavazi, dhahabu na kuvaliwa mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usionekana, katika mapambo yasionekana, yani roho ya upole na utulivu, iliyo na thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake kina nani? Wanawake watakatifu. Sasa mtu ajiite mwanamke mtakatifu. Mtakatifu gani? Mwanamke mtakatifu na madude yote hayo, na una utu, una upole, una utulivu, una uvumilivu. Unaambiwa walivyojipamba wanawake watakatifu. Maana yake wanawake watakatifu hawakujipamba hivyo, walijipamba kwa vitu ambavyo vimeainishwa hapa, ambavyo ni utu moyoni. Sio utu na hautoki kwenye moyo, unanionyesha tu mimi kuone. Utu ambao unatoka kwenye moyo wako. Usionekane kwa mapambo yasiyoharibika. Yani mapambo yale yanayoharibika, yale mapambo yanayoharibika, achana nayo. Bangili inaharibika, mikufu inaharibika, vikuku vinaharibika, maili yanaharibika hayo. Na kila siku kampuni zinatoa mpya. Jipambe na vitu visivyoharibika. Yani manake utu, upendo, upole, uvumilivu, utulivu. Ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu. Bwana apewe sifa. Maana hivi ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Leo hawataki. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahim, akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutisha kwa hofu yoyote. Kadhalika ninyi waume
kaeni na wake zenu kwa akili. Ninyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa akili. Kwa nini? Anaendelea. Nasema kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, kumradhi, na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja. Sio kila mtu ana nia yake bwana. Huyu anataka kwenda kushoto, anataka kwenda. Muwe na nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Neno la mwisho hili: muwe na nia moja, mwenye kuhurumia, mwenye kuhurumiana, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa mabaya kwa mabaya. Nitakufanyizia mimi wewe, usipofanya na mimi nitakufanyizia. Bwana anakatai. Usilipane ubaya kwa ubaya, au laumu kwa laumu. Na laumu naye analaumu, naye analaumu, naye analaumu. Bwana hataki. Bali mwenye kubariki, kwa sababu hiyo ndivyo mlivyoitiwa, ili mrithi baraka, wanawake na wanaume. Inatupasa kuishi hivyo. Ishini na wake zenu kwa akili sana. Sambamba na hilo, msiwe watu wa kulaumu, kupigizana makelele, kugombana, kupigizana kwa maneno malalamiko. Bwana anakataza hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke akijitambua nafasi alionayo ni jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura 23 mstari wa 27 mpaka 28. Hawa wanawake ni waombolezaji. Kristo anawaambia, pita nenda kusulubiwa pale. Anawaambia kwamba Luka sura 23 mstari wa 27 na 28. Usinililie mimi, ila familia zenu, watoto wenu. Luka sura 23 mstari wa 27 na 28. Karibu mtumishi. Isome. Ya sura 23 mstari wa 27 na 28. Mstari wa 27 hadi 28, au mnasema aya ya 27 na 28. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wanawake walipomwona Bwana Yesu Kristo anaenda kusulubiwa, wakapiga kifua zao wakiomboleza, wakilia kwa uchungu. Lakini Kristo anawaambia msilie kwa familia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kumbe kuna haja kubwa ya mwanamke kutambua uthamani wa familia yake. Kristo ana nafasi katika familia yako pia. Lakini unaweka nafasi kubwa kanisani, alafu Kristo unaweka nafasi kubwa kwa kanisani, alafu familia ni kama unaweka kando hivi. Ni kweli tunamtaja kumtafuta Mungu kweli kwa bidii, lakini familia ni moja pia sababu ya wewe kama mwanamke ama mwanaume kuhakikisha familia yako ipo katika hali stahiki. Kuna watu wanasema tutajitenga kwenye ibada ya maombi. Maana yake kama utajitenga kwenye maombi, nasema nitakuwa na maombi ya siku 7, ya siku 8, ya siku 9. Hakikisha unapotoka nyumbani familia umeikia kila kitu. Is complain kwamba baba kana kufunga huko, sisi katuachana njaa. Waekee mahitaji yao ya msingi, chakula, maji, kila kitu. Nenda kakae porini, kajitenge. Maana yake huko unajua kila kitu kimeenda safi. Mtoto ameenda hiki, kwa hawezi tena kulalamika. Anasema hao wanawake waombolezaji kwa ajili ya mahitaji yao mbalimbali. Maana yake wanawake watakao kuomboleza kwa habari ya huduma ya kanisa. Unaona, mnapokuwa mnamlilia vile Bwana Yesu, mlie pia katika huduma hii Gomo Maranatha. Mnalia pia kwa ajili ya familia zenu. Mnalia pia kwa ajili ya watumishi wenu, wachungaji. Mnaomboleza kwa kumaanisha. Kwa maomboleza sio kwa kulia, kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wanatakiwa waomboleze kwa maombi. Mnaombea taifa, mnaombea mtaa, mnaombea huduma, mnaombea kanisa, mnaombea watumishi, mnaombea hasa kwa kumaanisha. Na asilimia kubwa mkitazama katika makanisa mengine yote, wanawake ndio wanakuwa kwenye timu ya maombi. Huwezi kukuta wanaume wamekaa kwenye timu ya maombi. Mara chache sana. Lakini ile timu ya maombi, ile timu ya maombi serious, unakuta asilimia kubwa ni wamama. Hapo kwenye timu ya maombi. Kwa maana wanawake wana nguvu kubwa sana kuomba vitu kwa mzigo na Mungu anawasikia. Lakini wanaume kidogo wapo lakini wanasita. Lakini wanawake wapo asilimia kwenye ile timu ya maombi, unakuta ni wanawake.
Kwa hiyo katika huduma hii maana kuna haja kubwa ya wanawake kuomba sana na kumtafuta Mungu kwa mzigo. Mungu atafanya. Unaomba kwa ajili ya jamii, unaomba kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya nini? Mungu anafanya na anaona. Ukiona kuna mambo hayajakaa sawa, shida ipo kwa wanawake. Iwe ni kwenye kanisa, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye nini, sio mwanaume. Shida ipo kwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Shida inaanzia kwa nani? Kwa mwanamke. Mwanamke ndio changamoto. Ndio maana wanasema mwanamke ni nyumba. Maana unajua kabisa huyu bachela huyu kama hajaoa huyu, hiyo nyumba hiyo ni hatari. Ni kweli kabisa. Huyu bachela unajua mwanamke anakumonitor, anakumonitor namna unavyotoka kuanzia asubuhi, anakumonitor, anakutazama kuanzia mavazi, hayo badilisha hiyo weka hii, hiyo piga pasi. Bwana apewe sifa. Ukiona kuna mambo yameharibika, jua tayari mwanamke kuna sehemu kashaharibu. Ukiona kuna sehemu pamenyooka, jua mwanamke ndo kasababisha pamenyooka pale. Kwenye mafanikio yote ya mwanaume kuna mwanamke ambaye alikuwa anamnyoosha njia. Nyonga hivi, nenda hivi, fanya hivi, fanya hivi. Ndivyo inavyokuwa. Na ndio maana napasa wengi waoe. Sasa kuna ndugu yangu anasema mimi mtaua. Bwana Paulo hajaoa, Yohana hajaoa. Mimi mtaua, nimeitwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kuna wale wataua kuzaliwa nao, afu na wale wataua ambao wanapewa na watu. Hii Biblia imeandika hii, Mathayo utasoma. Wameandika wataua vizuri tu. Kuna ambao wapo umetengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana na kuna wengine wamepewa na watu jukumu hilo. Kama bwana wewe huwezi kuoa katika mkondo wake na Yohana. Hawezi kuoa kwa sababu jukumu la Mungu ambao amewapa. Huwezi kuoa. Sababu mwingine kama mimi mtaua, afu kiangaje jukumu alionalo sio la kitaua. Unamshangaa, unabidi uoe. Bwana akuwezeshe upate mke mwema. Usalama anaendelea. Maasi anasema mbona Frank na wewe vipi? Bwana Yesu ataniwezesha. Maasi yakizidi, ujue kosa limetoka kwa mwanamke. Usalama na maendeleo mazuri yasipoonekana, maana yake mwanamke anachanga moto. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 8 hadi wa 12. Kwa wale mliowahi, somo ni nafasi ya mwanamke. Inamfafanua vizuri ukisoma kuanzia mstari wa kwanza. Hapa ndo patamu. Sasa ukiweta mafundisho hiyo wa Korintho wa kwanza 11 kanisa fulani, utasikia tu kesho yake. Sasa mchungaji, unatuletea wachungaji wako namna gani bwana? Yaani hawaionaga hiyo, wanaivuka hii. Hii wa Korintho ukianza sura ya kwanza mpaka kuchukua chini, hii watumishi wengi wanaivuka. Tunaongea tu kweli. Neno la Mungu linasema tuanze mstari wa kwanza. Mnifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Huyu ni Paulo. Bwana asifiwe. Anawaambia sasa, mnifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Basi na wasifu kwa sababu mmekumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyo watolea. Lakini nawataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Yudi nisikilize hapa. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mumewe. Kichwa cha mwanaume ni Kristo. Maana kichwa cha mwanaume nani? Kristo. Kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Maana yake inazungumzia kwa wale wenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Cha Kristo ni Mungu mwenyewe. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu kuhubiri, naye amefunikwa kichwa, yaaibisha kichwa chake. Bali kichwa cha mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Kwa maana ni sawa sawa aliyenyolewa mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Wapendwa, hii ni agano jipya. Kuna watu wanakuambia agano la kale. Hii ni jipya. Ndio linasema hivi. Akatwe nywele. Mimi siongeza au kupunguza, nimesema hapo akatwe nywele. Bwana asifiwe. Mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Simeona hii? Ndipo pointi ilipokuja gombo sasa, inatopasa wanawake wote wafunike vichwa vyao. Bwana Yesu asifiwe. Sio ni maandiko.
Sio kasema ni Franki ndio sheria yake, hata kila kilichopo hapa Kristo mwenyewe ametaka. Kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa, mwanaume huyo haimpasi kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Yaani mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume, sio mwanaume aliumbwa kwa ajili ya mwanamke. Anaenda kusema, lakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke. Na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsini zenu. Je, imempendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunika kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe haya wafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Nani aliambiwa? Mwanaume akiwa na nywele ndefu ni nini? Ni aibu kwake. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitna, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana anakuja hapa kila siku na anazungumza jambo moja. Asilimia kubwa ya wanawake walioko jehanamu ni kwa sababu wa hizi sheria ndogo ndogo zinawazuia getini wasiingie. Hamna kuingia, no entry. Kwa sababu gani? Utambua ni kweli mtumishi umeokoa wengi sana duniani, umefundisha kweli sana, umepanda makanisa mengi, umehubiri sana injili, lakini hiki vipi? Mtumishi haiwezekani, mimi nataka nipite, mimi mtumishi kwa mama mtumishi, mimi nilikuwa sio askofu duniani kule, nimepanda makanisa mengi, nimesoma theolojia na profesa. Wakorinto 11 mtumishi tusome yote. Haiwezekani, mimi mtumishi angalia niliyofanya. Wakorinto 11 yote nasemaje? Wakorinto wa kwanza, ulikuwa hutaki kumtii mumeo, ulikuwa unajua wewe ni mtumishi kuliko mumeo, ulikuwa unajua wewe ni kichwa kuliko mumeo. Wakati mimi nishasema mwanaume kichwa chake ni Kristo na mwanamke kichwa chake ni mumewe. Wewe ulikuwa hutaki kumtii mwenzio, hutaki kumheshimu mwenzio. No entry. Hakuna nafasi ya kuingia. Shetani anaitumia nafasi hiyo kuingiza vya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nitawazungumzia wanawake wote waliotajwa kwenye Biblia ambao wamefanya vizuri na wapo waliofanya vibaya. Na ndio tupo nao mpaka leo kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inamzungumzia mwanamke wa kwanza anaitwa Abigaili. Huyo alikuwa ni mke wa Nabal. Tasoma hiyo kitabu cha Samueli wa kwanza hiyo sura ya 10. Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 10 hadi 41. Inamzungumzia Abigaili ambaye alikuwa ni mke wa Nabal. Kipindi cha Daudi hicho. Daudi hapa atakuwa mfalme. Wakati huo kuna mwanamke anaitwa Abigaili anaenda kumpasha habari Daudi kwa hekima. Nabal anataka ameandaa njama kumalize huyu mkewe. Nabal akanywa zake mvinyo kwa elewi, akaja kumwambia Neliu, hatimaye akaja akafa. Alipokufa Daudi akaja akamua Abigaili. Hao ni wanawake ambao walikuwa na hekima kubwa na waliwalinda watumishi wa Mungu wasipatwe na madhara yote. Walikuwa wana rehema nyingi, walikuwa ni watu wajasiri, walikuwa ni watu wanakudumisha amani. Abigaili wa leo ni nani? Unatukanwa pale mtumishi ndo kwanza yeye ndo anakuchochea. Yaani ndivyo alivyo huyo. Mwongeaji, yaani wewe unamjua huyo. Hawapo. Kina Abigaili kama leo hawapo. Bwana Yesu asifiwe. Wasipenda kudumisha amani, kudumisha kupenda, yaani ndo anakukandia. Kuna mtumishi mwingine anaitwa Debora. Amezungumzwa Debora kwenye kitabu cha Waamuzi, Judges. Imemzungumzia sana Debora. Huyu alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimtumia kwa viwango vikubwa sana Debora. Kwa mwanamke ana nafasi yake kubwa. Na Mungu alimtumia sana Debora. Na aliweza
kutabiri. Alimtabiria mtu mmoja anaitwa Yaeli. Nitakuja kumzungumzia mbele huko. Debora huyo alikuwa mtumishi wa Mungu. Anazungumza sana kwenye Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 10. Anatajwa sana hapo Debora. Kwenye kitabu cha Waamuzi, wanataka kumjua vizuri Debora ni nani. Kitabu cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 10 inamzungumzia huyu Debora vyema kabisa. The book of Judges chapter 4 verse 4 up to 10 inamzungumzia Debora. Naendelea sura ya Debora. Maana yake Debora huyu hakuwa anaenda mwenyewe. Sasa Debora alikuwa anabatana na Baraka. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa nabii, lakini alikuwa anabatana na Baraka. Alikuwa anaenda wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaitwa Delila. Biblia inamzungumzia anaitwa Delila. Nadhani kikisa ni maarufu sana kwenye Waamuzi. Ni kwamba Samsoni na Delila. Huyu alikuwa ni mtu mwenye kujipenda nafsi yake. Alikuwa ni mtu mwenye nini? Anazungumzia kwamba mbinafsi. Alikuwa mtu wa mbinafsi na kujipenda na kwa maslahi ya watu wake tu, na sio kwa ajili ya mumewe. Mdanganyifu. Alitambua maslahi yake tu peke yake. Ni mtu wa kupenda pupa pupa. Wapo mpaka leo akina Delila. Wapo. Tukasababisha mpaka wakina Samsoni wengi leo wameanguka kwa sababu ya kina Delila. Na majina haya usijoka kutokamwita mtoto wako Delila. Ile roho inatembea jina hivyo. Ndio maana ukuti mtu anamuita mtoto wake Delila. Ukuti mtu anamuita mtoto wake Yezebeli. Haya majina haya yanalaana. Sipende kuwaita watoto wenu majina hayo. Najua hakuna mtu anayemuita. Lakini mtu akafika kwenye Biblia akaona tu neno Delila, wakaanza nitakuita Delila. Wanajua maana Delila. Kuna watu ndani wamewapa kwenye Biblia hii. Mimi nakuita Yakobo. Mimi nakuita Peter. Hongo. Unajua maana yake kwa sababu umeona tu. Kwa sababu kuna neno pale imeandikwa unajua maana Yakobo. Yakobo alikuwa nani huku? Muongo tu. Shaka mtoto vipi? Mbona kama anazidi kuwa ananilio hivi? Yakina Yakobo hapo. Sababu tu umeona kafanya vitu vizuri. Bwana apewe sifa. Kwa kina Delila wapo mpaka leo. Kuna mwingine anaitwa Esther. Kuna kitabu kabisa anachoshea Esther huyu. Anazungumza kwenye kitabu cha Esther. Huyu Esther alikuwa alichaguliwa kuwa malkia katika nchi ya Uajemi. Na kitendo kikubwa ambacho kiliwezesha yeye mpaka kufikia hapo wakati wa Amani, sawa? Alipotoka kuwaangusha wale Wayahudi, kuwaangamiza, kwa akamwendea direct mfalme kwenda kumwambia kuhusiana na mipango ya Amani kuangusha Wayahudi. Nani Esther wa leo? No one. Hakuna. Esther alienda kwa mfalme akiwa na busara, akiwa na hekima, akiwa amejiandaa namna kwenda kumface mfalme. Na hata kama walikuwa wanamuona Esther pale kwenda Kristo mwenyewe kumface mfalme kwa ya Wayahudi. Aina kwa kitu inaitwa unyenyekevu ulikuwa ndani yake. Unyenyekea mbele ya mfalme kwa machozi. Nilia kwa ajili yako wewe. Wewe nyenyekee kwa kipi sasa? Anakuambia hivi. Hakuna tena kina Esther unyenyekevu. Hapo. Kwa kipi hasa ni kunyenyekea wewe? Yaani kuheshimu wewe ni kuponyekevu kwa kitu gani ulichokuwa nacho? Hawapo kina Esther. Hawapo. Alijitoa kwa ajili ya wengine. Alijitoa kwa ajili ya wengine kuhakikisha Wayahudi hao wasiangamie. Akajitoa Esther. Sasa mimi nitaenda. Tamfuata mfalme. Kipicho kama tuseme kama leo unatoka hapa na kumfuata rais. Lakini sasa mimi namfuata kwa mzigo ndani yake. Kwa hekima hali ya juu akaenda kumwambia mfalme kwa mambo ambayo wanafanyiwa na anapanga kuyafanya Amani. Sasa nyimbo wengi mnaifahamu sana. Kaiba Batibu Kuku. Waraka wa Amani. Nadhani wengi mnaifahamu. Ilikuwa namzungumzia Esther zaidi. Bwana apewe sifa. Kuna mtu anaitwa Hawa, ama anamuita Heva. Huyu Heva alijaa kitu kinaitwa tamaa. Papa mpaka leo kwenye kanisa. Tusiule huu. Kwa nini tusifungue huu mlango huu mti tusiule huu? Kama ni familia atasikia kwa nini huu mlango huu baba anasema nisiufungue? Kwa nini libegi afike siku lipo hapa sebuleni? Nikiwa ni mambo nilifagia niliweke hapa nirudishe hapa. Kuna nini humo? Lazima nifungue humo. Ushaboe kula unachokitaka. Kama hela ipo hapo, kama mali zipo hapo. Wewe cha msingi usiguse tu lile begi pale. Kwa nini nani wewe fagia linyanyue liweke hapo picha irudishe? Usifungue.
kuna nini humu? Humu kuna nini humu? Kwa nini? Yaani mwanamke ukimwambia usifungue ndo anafanya. Yaani wewe usingemwambia. Usimwambie. Yaani kama mimi nikafanya hiyo trick. Mimi nishafanya kama wanawake 5 hivi. Nikakieka ndo papa. Kabla bwana msiguse. Daka nilipogeuka tu kurudi hivi. Watu washafungua. Kuna nini humu? Na wapo wanaume baadhi yao wana hivyo. Hata wanaume pia. Bwana hiki naomba hiki usifanye hichi, anafanya. Wapo. Bwana apewe sifa. Kwa sio kwamba ni wanawake tu, wapo wanaume kabisa na wenyewe ukimwambia usiguse kwenye ile nilio anafanya. Kama kuna mtu mmoja hapo ananilio aliachiwa nyumba ya kila kitu. Ila kaambiwa kuna hiki box hichi usije ukakigusa ukakifungua. Kumbe mwenye nyumba kati anaondoka alitaka kumpima uaminifu. Akamweka panya kwenye kile box kwa kidogo hivi. Akamtia panya mule ndani. Akasema bwana usije ukafungua huko. Jamaa akaondoka zake akaenda zake safari. Jamaa kaka mwenda nikala, sio tena kashafika tena kwenye friji sasa. Kafungua friji kachukua vyakula kashakula kwenye TV, internet, kila kitu anatumia pale. Sasa kila kikiangalia kipo sebleni pale. Kibox kwa namba nisifungue, kani kibox namba nisifungue. Kibox kina nini? Mwanaume wewe. Baadaye uvumilivu kamshinda bwana akaenda kufungua. Nitafungua tu kidogo nitangaze nitarudishia kama ilivyo. Kufungua ile panya katoka. Panya sakaanza kukimbia mule ndani. Kaenda kushoto, kaenda kulia, kaenda kushoto, akaanza kumkimbiza ile panya ile amkamate amrudishe. Baada anaenda kujakati za kumkimbiza ile panya, mwenye nyumba karudi. Hodi humu ndani. Kwema, mtu jana Twitter jasho vipi? Ndugu yangu, mimi nilikuwa nimeangalia tu kwa bahati mbaya hapa nikagusa kile kiboksi, nikafungua, nilikuwa nataka nimkamate nirudishe, mpaka ushafeli. Kwa feli mchana wenyewe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo alijawa tamaa. Hawa alikataa maonyo, ndo hawa kina hao. Usifungue, maana yake alikataa maonyo na ndo wapo katika kanisa leo. Ukimwambia mtu tu onyo, anaama kanisa. Ile mtumishi ananisema mimi. Pia mtumishi ananisema mimi, wakina hao. Wapo mpaka leo. Bwana apewe sifa. Kuna mtu anaitwa Hana. Hao kina Hana kiko sijui kama sasa hivi wapo. Wakina Hana? Sijui. Huyu alikuwa mke wa Elkana, ambaye ndo mamake Samueli. Labda nikisema hivyo nitaeleweka. Mamake Samueli, nabii Samueli. Huyu Hana akupataga mtoto, akamwambia Bwana, kilipa mtoto, tampeleka pale madhabahuni pale. Haya. Wangapi wanakesha wapo Mungu hapa anawafanyia anawatendea vitu vikubwa. Mtu ana mtoto. Hata kumpeleka kanisani siku alojifungua kwanza kapita juu kwa juu huko mtumishi akimuona kwa mbali mtumishi. Hata fungu la 10 atoi. Ila siku akiumwa ndo anakuwa kama yule mwanamke kwenye Wafalme wa Pili. Anamtafuta mtumishi upo wapi? Mtumishi, mtoto wangu leo niambia nitampata, nimempata sasa kaumwa, twende kamuombee. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna akina Hana ambao walikuwa na imani kubwa, walikuwa nyenyekevu sana, walikuwa wapenda sala na shukrani. Huyu alikuwa ni mama yake Samueli. Wamama wengi leo wamepoteza hiyo, na hawana anasema nao wameokoka wanataka kwenda mbinguni, na hiyo kitu wameshapoteza. Bwana apewe sifa. Kuna wanawake ni wengi sana wanaotajwa kwenye Biblia. Kuna mwingine anaitwa Jezebel. Huyu alikuwa ni mke wa mfalme Ahabu. Sawa. Alipokuwa ni mke wa mfalme Ahabu, yeye alimkataa kabisa Mungu wa mbinguni. Yeye akasema mimi sitaabudu mfalme Bwana Mungu wa majeshi, Jehova. Yeye anataka kuabudu Baali. Yeye huyu haligoma. Akasema mimi siwezi kumwabudu Mungu aliye hai, nitaabudu Baali. Wapo mpaka leo wamekataa kweli, wamemkataa Kristo, wanataka kuabudu Baali. Na Baali yao ni Jumatatu mpaka Jumapili. Nipo kazini. Mimi naje kutafuta hela nenda kanisani. Mchungaji mwenyewe ataka hela, ataka sadaka. Kanisa lake ni kazini kwake, ndio Mungu wake. Anataka kuabudu Baali hiyo. Kuanzia Jumatatu, na Mungu amesema ni siku moja tu ya kutafuta uso wake. Wala siku moja. Kama sisi hapa angalau hata siku moja kutambia kama kuna kuta ibada inaanza saa ngapi? Saa 12 inaisha saa 3 asubuhi. Mtu anaenda kwenye majukumu yake. Lakini unakuta eti hata hayo masaa 3 mtu anaona kama amepoteza milioni ya hela. Lakini ukimuuliza tangu Januari mpaka umefika sasa hivi, cha maana kipi ulichokifanya mama? Kweli hakuna. Hela yote imeisha kwenye tumbo. Sasa kwa nini usimtafute Mungu? Wewe ungesogea hadi. Jana kuja mchungaji mmoja pale anasema tangu nimeanza kumtumikia Mungu miaka 12, sijaona mafanikio makubwa kama nilivyoanza kutumikia katika kweli ndani ya miaka yangu miwili. Nasema mingapi? 3 2. Na nimeanza kumtumikia Mungu katika miaka 2 katika kweli. Nimemwona Mungu na kafanya, nimeongezeka kiuchumi na kiroho. Lakini mwanzo alikuwa katika makanisa ya pokea. Lakini alipoacha kama kuingia katika ile kweli ya kweli, Mungu kambadilisha. Bwana asifiwe. Kwa alikataa kumwabudu Bwana Yesu Kristo. Huyu nani? Jezebel. Yeye alikuwa anapotesha watu, anapeka katika miungu hiyo Baali. Sawa, Bwana asifiwe.
Wanazungumzwa watu wawili. Wengi mnawafahamu sana. Anaitwa Lea na nani mwingine? Na yule mwenzie nani? Raheli. Hao walikuwa ni wake wa Yakobo. Sasa kuna mtu anasema, juzi kutana na mtu mmoja, kuwa na wanawake wawili dhambi. Mbona Yakobo alikuwa na wanawake wawili? Lea na Raheli. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu alifanya kwa mpango wake. Mungu alifanya kwa ajili ya mpango wake mwenyewe ili uweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo alipotoka makabila 12 kwa watoto wa Yakobo. Na mtoto mkubwa sana Lea ndo alipewa watoto 7. Lea huyu Lea alizaa watoto 7. Ndio alikuwa na watoto wengi zaidi kuliko mwenzie Raheli. Lea ndo alikuwa yule mke mkubwa yule ambaye yeye alikuwa Yakobo bwana alikuwa hajamuelewa. Yeye alikuwa anamtaka Raheli. Ndio alikuwa kipenzi chake mdogo. Lakini cha kushangaza Mungu sasa yule mkubwa yule ndo akambariki watoto wengi sasa. Lea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtu wa kumtafuta Mungu pia. Mtu aliamua kujikita katika swala la Mungu na kumuomba Mungu sana. Yeye pamoja na mwenzie Raheli. Hawakumwacha Bwana. Waendelea kumtukuza zaidi na zaidi. Hata kueneza katika familia na ikawa kubwa zaidi ya hivyo alivyo. Kuna mwingine anatajwa katika Biblia anaitwa Martha. Mimi nimeandika wengi sana. Martha mnamfahamu. Sio? Martha alikuwa dada yake Lazaro. Yeye ndiye alimfuata Yesu pale. Lazaro anaumwa. Aende akamuombe. Yeye alikuwa dada yake Lazaro. Na sio kwamba alikuwa peke yake tu. Alikuwa na mwenzie. Walikuwa mawili. Kuna Martha na kuna mwingine. Yeye alikuwa dada yake Lazaro. Cha kwanza alikuwa na bidii. Huyu mwanamke alikuwa na bidii. Cha pili alikuwa ni mkarimu. Alikuwa ni mtu wa kutoa ushauri na mwenye imani kubwa sana. Tutamuona zaidi anazungumza sana kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 3 na hadi wangapi? Hadi wa 15. Anazungumzwa sana huyu Martha, dada yake Lazaro. Tutamsoma yuko wakati wako. Kuna mwingine anaitwa Maria, mama yake Yesu. Mama yake Yesu alikubali kubeba jukumu kubwa na zito kwa ajili ya ulimwengu uweze kuokolewa. Huyu nani? Mama yake Yesu. Sasa kuna watu wanachanganya. Kuna Maria Magdalena, alafu kuna Maria mama yake Yesu. Sasa vitu tofauti. Sasa kutoka kama mimi nakumbega hata mama yangu. Anaambia huyu Maria Magdalena atuombe. Sasa naambia mama Maria Magdalena tena mama, mbona watu wawili tofauti hao? Unajua kuna Maria mama yake Yesu, alafu kuna Maria Magdalena. Hao watu wawili tofauti. Hata yule mama yangu bwana Yesu anachanganyanga bwana. Yeye Maria yule mama yake Yesu anakuita Maria Magdalena. Ile Magdalena sio. Maria Magdalena alikuwa na mapepo yule, mapepo 7. Kristo ndo akamponya. Kumponya akasema mimi siendi kokota, mimi na wewe Kristo. Na Yesu. Na huyu ndio yule alikuwa wa kwanza kufika kaburini pale. Umeona? Sasa cha kushangaza ndio hicho. Hawa ni watu wawili tofauti, Maria Magdalena na Maria mama yake Yesu. Huyu mama yake Yesu alikubali kubeba jukumu la kuhakikisha Yesu anazaliwa. Bwana asifiwe. Na japokuwa theoria inasema mbali zinasema alipomzaa Yesu alirudia wanawali wake. Yaani Maria alipomzaa Yesu alirudia wanawali wake. Si nimeeleweka? Yani alirudia ule wanawali tena. Sio kama alivyokuwa mtu kama vile mtu aliyezaa. Yeye alirudi katika upya. Ndio akaja akatokea wale wadogo zake Yesu, akatokea. Lakini alirudia katika wanawali wake upya. Ndio basi anamwambia mama yangu na ndugu zangu ni hao wanaoamini neno la Mungu na kulitii. Mama yako sio na nani wanasubiri huko nje. Yeye huyu alitumika kama njia tu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alitumika kama njia tu ya kunivua. Sasa kuna watu si hapa nikisema nitakuwa nasema tu dini za watu. Ngoja nitoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Huyu Maria Magdalena anatajwa kwenye kitabu cha Luka, mtamsoma yeye. Alikuwa na mapepo huyu. Alikutana na Yesu, akamwombea, akasema mimi hapa Yesu stoki. Mimi nitaungana na wewe. Ingawa hajataja kama sehemu ya wanafunzi 12 wa Yesu. Walikuwepo wanafunzi 12. Mke wa Herode alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Walikuwa wanafunzi wengi sana. Hata wale waliposikia Yesu aliposema nenda mtamkuta mwanambuzi, si mtakutana na mtu nje. Wale wote walikuwa wanafunzi wa Yesu. Wale wote walikuwa wanafunzi wa Yesu. Na alikuwa na taarifa kama kutochukuliwa hichi hapa leo karamu itafanywa hapa. Walikuwa wanafunzi wa Yesu wale. Ila wasiri. Wengine wanataka kuonekana hivi, walikuwa na hofu. Ndio wake na Magdalena hao. Alipofufuka Kristo, Magdalena ndio kwanza kukimbilia kaburini. Sio mama yake Yesu. Alikimbia pale makaburini pale. Akakutana na malaika. Kabla wanamtafuta ali hayo. Tutamsoma mwenyewe kwenye Luka hapo, Luka sura ya 8, mstari wa 1 hadi wa 3. Akamwambia umemweka wapi bwana wangu nende nikamuondoe? Anasikia Kristo anamuita pembeni. Maria.
Alijua yeye mtu wa bustani wale. Wala mtu wa bustani au mtu wa bustani. Akamwambia tena Maria, akageuka. Raboni, usinikuse. Sijaenda kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa Maria Magdalena. Anataka kumbusa yetu, ndo wa kwanza mwanamke kwenda kumuona Yesu alipofufuka. Alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Mwingine anaitwa Mariamu. Huyu Mariamu bwana alikuwa dada wa Musa na Haruni. Hii ndio jambo ambalo mwingine tunazungumza. Tutasoma zaidi kwenye Hesabu 12 mstari wa kwanza hadi wa 9. Miriam. Huyu alikuwa dada yake Musa na Haruni. Kosa kubwa la huyu mama, yeye alimsema mtumishi wa Mungu Musa, yeye na Haruni wakamteta bwana, kapigwa ukoma. Ikabidi sasa Haruni akamfuate Musa, naomba muombe Mungu rehema, dada afanyeje, arudi katika hali yake nzuri. Musa kule akamwomba Mungu akamwambia ili aweze kurudi huyo inabidi akatengwe siku 7. Kwa maana hiyo safari ya Israeli ilibidi isiendelee mpaka yule jamaa amalize hukumu yake ndio tuendelee. Ilisimama mpaka amalize siku 7, na baada hapo unafikiri alimwacha Mungu? Aliendelea na hivyo mpaka kikieleweka. Alimshikilia Mungu. Kwa hiyo kuna wanawake pia humu kwenye kanisa mpaka waadhibiwe ndio utaona wanamshikilia Mungu kweli yani. Hiyo ipo. Na sio tu wanawake, hata wanaume. Mpaka tukipata adhabu kina Franki ndio tunamtafuta Mungu.